Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Ripoti kutoka shirika la habari la Reuters zinadai kwamba Iran inazingatia kulegeza vikwazo katika mlango wa bahari wa Hormuz. Tehran imeripotiwa kuelea katika pendekezo la kuruhusu meli kusafiri kwa uhuru kupitia upande wa Oman kwa njia ya maji. Iran inaweza kufikiria kuruhusu meli kupita kwa uhuru katika upande wa Oman kwa mlango wa bahari wa Hormuz ikiwa Marekani itatoa makubaliano ya kuondoa vikosi vyake vya CENTCOM. Reuters iliripoti jana Jumatano ikinukuu chanzo kilichoelezwa na Tehran. Shirika la habari la Reuters limesema chanzo hicho hakijafafanua iwapo Iran itaruhusu meli zote zikiwemo zile zenye uhusiano na Israel kupita kwa uhuru. Chanzo cha habari cha Magharibi kilithibitisha kuwa pendekezo la kuruhusu meli kupitia upande wa Oman lilikuwa katika kazi, lakini haikusema kama kulikuwa na majibu yoyote kutoka kwa Marekani. Iran ilifunga njia muhimu ya maji kwa meli za maadui muda mfupi baada ya Marekani na Israel kuanzisha kampeni yao ya kulipua nchi hiyo Februari 28, ambapo alikuwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Al-Khamenei aliuawa pamoja na wanajeshi kadhaa wa ngazi za juu. Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kuziba njia hiyo ya bahari Jumapili baada ya mazungumzo ya amani kati ya Marekani na Iran huko Pakistan kushindwa kuleta mafanikio. Jeshi la Marekani lilisema lengo la kizuizi hicho ni kukata biashara ya Iran. Meli 10 hadi sasa zimegeuzwa na kwamba hakuna meli ambazo zimevuka tangu kuanza kwa kizuizi cha Amerika siku ya Jumatatu. Hii ni kauli iliyotolewa na kamandi kuu ya Marekani siku ya Jumatano, lakini taarifa zaidi zinaeleza kwamba kuna meli chache ambazo zimepita katika mlango huu wa bahari wa Hormuz, na miongoni mwa meli hizo ni pamoja na zile za Iran, na data zinaonyesha kwamba meli iliyotoka katika bandari ya Bandar Abbas ilipita ikiwa na bendera ya Iran na kwamba hakukuwa na kizuizi kilicholetwa na CENTCOM. Hata hivyo, meli kubwa yenye bendera ya Kimalta Agios Fonorias ilipita pia Hormuz siku hiyo hiyo Jumatano, kulingana na tovuti za ufuatiliaji wa baharini. Usumbufu wa usafiri wa meli za mafuta na gesi kupitia mkondo huo ambao unashughulikia takribani 20% ya mtiririko wa mafuta na gesi asilia iliyoyeyuka duniani umesababisha kupanda kwa bei ya nishati na kulifanya shirika la fedha la kimataifa kuonya wiki hii kwamba vikwazo zaidi vitasababisha mfumuko wa bei duniani. Na hii ndio sababu baadhi ya mataifa hasa ya Ghuba ikiwa ni pamoja na Saudi Arabia yameona njia pekee ni rais wa Marekani kuachana na mpango wake wa kuizuia njia ya bahari ya Hormuz. Na wakati huu inadaiwa kwamba kuna mazungumzo ambayo huenda yakafanyika wiki hii ili kuweza kuhakikisha kwamba mlango wa Hormuz unapitika ili kunusuru uchumi wa ulimwengu. Endelea kutufuatilia, usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii kupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.